Na asubuhi ya leo ningependa tu kutoa salamu zangu za morning philosophy katika majira haya na siku hii ya leo ya wafanyakazi. Na nitaongea juu ya kazini kuna kazi. Kazini kuna kazi. Na tunaposema kazini kuna kazi, tunamaanisha juu ya personal brand, chata binafsi ambayo ni lazima ukiwa kazini uhakikishe kwamba unaweza kufanya kazi na kuona namna ambavyo ndani ya kazi wewe unafanya kazi ya uzalishaji. Na neno la Mungu katika kitabu cha Injili ya Yohana ule mlango wa 5 mstari wa 17. Injili ya Yohana mlango wa 5 mstari wa 17. Biblia inasema hivi. Yesu akawajibu akasema, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Hapa hoja kubwa kabisa ni falsafa na theolojia ya kazi. Kutenda kazi, kufanya kazi. Hilo ndio jambo la msingi ambalo ningependa katika siku hii ya leo ya Mei Mosi, sikukuu ya wafanyakazi, upate kufanya angalau tathmini binafsi, personal critical evaluation, katika taaluma, katika nafasi ambayo Mungu amekupa, katika taasisi, katika ajira, wale walioko kwenye ajira, lakini pia wale ambao hawako kwenye ajira lakini wanafanya kazi binafsi, kujitathmini kuona ni namna gani umetenda kazi. Leo ndio sikukuu ya wafanyakazi. Tulikuwa mwaka jana, mwaka umeisha, leo lazima utathmini tangu tarehe mosi, Mei Mosi ya mwaka jana mpaka Mei Mosi hii, hapa katikati umefanya kazi kwa kiwango gani? Na ndani tunaposema kazini kuna kazi, wewe mwenzangu umefanya kazi kwa kiwango cha namna gani? Na ni wapi ambako unaona umefanya katika udhaifu? Pamoja na wengine kuzungumzia maslahi binafsi, posho, mishahara, kuongezewa, lakini kubwa kabisa ambalo mimi ninafikiri ni la msingi ni kuangalia namna ambavyo wewe binafsi umefanya kazi katika kiwango cha namna gani. Nishasema hii sio sikukuu ya waajiriwa, ni sikukuu ya wafanyakazi. Na tunapoangalia hapa juu ya personal brand, chata binafsi, kwamba ndani ya kazi kuna kazi, ni namna gani wewe umeweza kufanikiwa katika kazi ambayo Mungu amekupa neema ya kuifanya, kama Yesu anavyosema, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Kwa mfano, tunaposema kazini kuna kazi, tunapoangalia kwa mfano timu za mpira katika klabu mbalimbali, timu ya mpira ni brandi, ni chata, lakini ndani ya hiyo chata kuna mchezaji ambaye anaweza akawa star. Labda nitaangalia tu wachezaji wachache hapa ambao wako kwenye timu mbalimbali za mpira, na utaona kwamba klabu ni chata au klabu ni brandi, lakini ndani ya brandi kuna mtu mmoja ambaye anabeba hiyo klabu. Hebu nione tu baadhi ya timu chache hapa na wachezaji wachache. Cristiano Ronaldo kwa mfano, personal brand, chata binafsi, yuko timu ya taifa ya Ureno. Na hii timu yake ni brand, lakini ndani ya brand anasimama na chata binafsi. Kazini kuna kazi, katika mpira kuna mpira. Mwingine ni Lionel Messi, personal brand, chata binafsi, timu ya taifa ya Argentina. Namuona hii timu ya Argentina ni brand, lakini ndani ya brand kuna mtu mmoja anaitwa Messi, personal brand. Alafu Mbwana Samata, personal brand, chata binafsi. Nafikiri huyu anatokea hapa Tanzania, mchezaji wa sasa wa PAOK Thessaloniki FC na timu ya taifa ya Tanzania. Ana brand mbili, taifa Tanzania, taifa star hapa, timu ya taifa ya Tanzania ni brand, lakini timu hiyo ya Thessaloniki huko ni brand. Lakini pia anaweza
wana brandi ndani ya brandi. Kazini kuna kazi. Ndio maana nataka kumaanisha hapa. Lakini kuna mwingine hapa, kwa mfano Mrisho Ngasa, kwa mfano personal brand, mchezaji wa mstaafu wa timu ya taifa ya Tanzania, na wengine sio kama kuna wengine tena. Alafu kuna John Boko personal brand, chata binafsi, sijui hii ni timu gani hamjaweka. Mimi sio mchezaji sana wa Simba. Okay, asante. Wanaambia ni Simba. Kumbe watu wako hapa. Zimeisha bila shaka hawa wachezaji wa mpira. Anyway, nataka kusema juu ya kazini kuna kazi. Sasa ni lazima uangalie ni namna gani ndani ya kazi, iwe ni karama, kipawa, huduma au nafasi ambayo Mungu amekupa, ni lazima uangalie ni namna gani unafanya kazi mle ndani ya kazi. Yaani kazi yoyote. Katika uimbaji kuna muimbaji, au katika uimbaji kuna uimbaji. Katika waombaji, katika maombi kuna waombaji. Katika wahubiri kuna mhubiri. Yaani lazima uelewe kabisa personal brand. Ndani ya huduma kuna huduma ambayo lazima usimame nayo. Kama ufanyi hivyo never. Lazima ujue ndani ya biashara kuna wafanya biashara. Hilo lazima uelewe kabisa. Lakini pia ndani ya mamantilie kuna mamantilie. Kwenye tathnia ya MC kwa mfano kuna ma-MC. Yaani lazima ujue kazini kuna kazi. Sasa kwa nini unafeli katika mambo yako mengi yale ambayo pengine ungeweza kuyafanya? Ni kwa sababu haujajua ya kwamba watu wanasema katika maadvocate wana sheria, mtafute fulani. Mtafute fulani kwenye hii kesi. Wote ni wana sheria, lakini mtafute fulani kwenye hiyo kesi. Personal brand, chata binafsi. Umeenda hospitali kwa mfano National Hospital Muhimbili ni chata. Lakini ukifika National Hospital Muhimbili lazima kuwe na daktari au profesa ambaye ana chata binafsi, ana personal brand ya watoto, wakina mama, si tumbo la kina mama, ana personal brand ya mifupa, kwa mfano kama Profesa Sarungi. Profesa Sarungi katika Afrika, kama si East Africa, alikuwa professional wa mambo ya mifupa. Anajulikana. Ni brandi ya hospitali, ni brandi ya maprofesa wanaotibu, lakini ndani yake kulikuwa kuna hiyo neema. Na asubuhi ya leo ni maombi yangu katika uweze kujua. Watu wanasema ukifika mahali fulani, tafute fulani. Huyu anafaa katika jambo fulani. Unatafuta sijui manager wa hoteli. Ukimpata fulani. Unatafuta mkuu wa shule. Ukimpata fulani aliinuaga shule ilikuwa 0 ikaenda ikapiki. Yani personal brand ni jambo la kutafakari sana tunapozungumza juu ya sikukuu hii ya wafanyakazi. Na kama haukutengeneza, kama ulikuwa kazini na kazini hukuwa na kazi, yani umekuwa kazini lakini kazini hukuwa na kazi, ukistaafu huna cha kufanya. Ukistaafu tunasubiria kufa, kwa sababu ulikuwa tu na hiyo payroll yako ya kwenda kazini, routine ya kwenda kusaini na kurudi, kwenda kusaini na kurudi nyumbani na kulipwa mwisho wa mwezi na hivi na kupambania maslahi. Lakini ndani ya kazi kuna kazi. Kadiri unavyofanya kazi vizuri ukiwa kazini, unatengeneza future yako na destiny yako ya kazi hata baada ya kustaafu. Kwa hiyo nataka kusema kazini kuna kazi. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini tunapozungumzia juu ya uongozi kwa mfano, tunaangalia baadhi ya watu ambao wameongoza katika dunia hii, na nchi walizoongoza ni brand, lakini pia ndani yao walitengeneza brand, kwa sababu katika siasa kuna siasa na katika uongozi kuna uongozi. Sasa hapa siasa kuna siasa na uongozi kuna uongozi. Tunaangalia wachache. Kwanza tuna George Washington, the first president of America, rais wa kwanza wa Marekani, George Washington, ambaye ana historia kubwa, muasisi na mwanzilishi wa taifa la Marekani. Lakini hapa pia tuna Abraham Lincoln, rais wa 16 wa Marekani, ambaye pia yeye amepigania sana na kukomesha utumwa na ana heshima kubwa kule Marekani. Ndiye alikomesha utumwa, wale watu weusi wakinyanyaswa kule Marekani that time.
Lakini pia tuna JF Kennedy, rais wa 35 wa Marekani, ambaye pia kwa neema ya Mungu alikuwa a very young boy, lakini ni rais anayependwa na aliyefanya pia, alikuwa kijana mdogo kuliko wengine. Yani unajua personal brand, aliweza kuingia ikulu White House akiwa na umri mdogo ambao hata sasa haujawahi kuvunjwa rekodi yake. Lakini pia tuna Barack Obama, ambaye yeye ni personal brand yake ni black, the first black in White House. Yani mweusi wa kwanza aliyeweza kuingia White House na akatengeneza hiyo brand. Kwa hiyo America ni brand, lakini ndani yake kuna personal brand. Kazini kuna kazi, katika siasa kuna siasa, na katika uongozi kuna uongozi. Lakini kwa bara la Afrika, Africa ni brand, na katika bara la Afrika tunaye Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Yeye ni icon ya Afrika. Unapoitamka Afrika unamtamka Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, the late president of Tanzania. Mwalimu ambaye Afrika ni brand, lakini ndani ya brand ametengeneza brandi na katika uongozi. Lakini katika bara la Afrika pia tunaye Nelson Mandela, ambaye na yeye ametengeneza brandi kubwa. Tunapoangalia juu ya kazini kuna kazi, katika siasa na siasa, na katika uongozi kuna uongozi, na wanaishi kwa falsafa zao. Lakini pia katika Tanzania leo pia tunaye Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu hii ya sasa, Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ni rais wa kwanza mwanamke katika nchi yetu. Ni brand. Hiyo ni brandi, na tumpigie makofi. Kabisa ni brandi, kabisa ni brandi, na anaishi katika falsafa ya kazi iendelee. Na nipende kusema tu kwamba miongoni mwa falsafa za uongozi zenye tija katika bara la Afrika ni falsafa hii ya kazi iendelee. Na ni falsafa inayohitajika kwa sasa. Na leo tunapozungumza juu ya sikukuu ya wafanyakazi, na ukaangalia falsafa hii ya uongozi ambayo tunapozungumza kazini kuna kazi, ni falsafa inayohitajika sana kwa bara la Afrika, kwa sababu ya laana ya bara la Afrika. Kila mtu na kila kizazi kinaanza mambo yake. Hakuna uendelevu wa blessing zile tunazozungumza juu ya generational blessings, yani baraka ya kivizazi. Mtoto anapokea kwa baba, anapokea inakuwa kila mtu anaanza, na imechelewesha maendeleo sana ya bara la Afrika. Leo hatuna uwezo wa kuajiri wahitimu wa vyuo vikuu wanaohitimu katika bara la Afrika na Tanzania ikiwemo, kwa sababu hatuna uendelevu wa zile kazi za familia. Ndugu zetu kwa mfano wa Asia, wazungu, wamefaulu kwa kiwango cha hali ya juu, isipokuwa wa Afrika. Hawaendelezagi kitu kilichoanzishwa ndani, within the family project. Lakini falsafa hii ambayo mimi siku zote nimekuwa nikisema ni falsafa ya dhahabu, na ikitafsiriwa vizuri na wasomi wazuri wa nchi hii, watu wenye akili wakaitafsiri vizuri, inaweza ikasaidia bara la Afrika kupunguza shida kubwa ya ajira, lakini pia kutengeneza ajira ambazo watu wengi leo wamesoma, wana professional, lakini hawana ajira. Kwa mfano, napozungumzia kampuni kama ya Samsung ambayo imetembea na hii falsafa. Samsung ni kampuni ya kawaida, na mimi naomba nisome kwa haraka. Kampuni ya Samsung ni moja ya makampuni makubwa yenye nguvu duniani, ikiongoza katika tasnia ya teknolojia, vifaa vya elektroniki na utengenezaji wa bidhaa mbalimbali. Samsung ilianzishwa mwaka wa 1938 na Lee Byung-chul, mfanyabiashara kutoka Korea. Alianzisha kampuni hii kama biashara ya jumla, ikiuza bidhaa kama nafaka, vinywaji na bidhaa za nyumbani, maarufu kwa duka la Mangi. Si mnajua vibanda, duka la Mangi kule Arusha tunasema vioski, hapa duka la Mangi ambalo linauza nyanya, linauza
mchele, mafuta, sindano ya kushona, ndio ilianzisha hiyo kampuni kama duka la mangi ilianzishwa hapo. Hapa ninaangalia hiyo falsafa ndogo inayohitajika sana Afrika, kazi iendelee. Mimi sio mwanasiasa wala siko hapa kupiga kampeni ya kitu chochote, lakini nataka nizungumze juu ya falsafa ya kazi, na tatizo ambalo liko bara la Afrika ni kutokuendeleza zile family project. Alianzisha kampuni hii kama biashara ya jumla, ikiuza bidhaa kama nafaka, vinywaji na bidhaa za nyumbani, duka la mangi. Endelea mbele. Neno Samsung linamaanisha nyota tatu kwa Kikorea na liliashiria maono ya Lim Byung-chul ya kufikia mafanikio makubwa. Mwaka 1960 mpaka 70, katika miaka ya 60 Samsung ilianzisha kampuni ilianza kupanua biashara zake hasa kwenye sekta ya umeme na vifaa vya kielektroniki. Mwaka 1969 Samsung ilianzisha Samsung Electronics, ikilenga utengenezaji wa bidhaa za kielektroniki kama television, radio na vifaa vya nyumbani. Kufanikiwa kwa biashara ya kielektroniki, Samsung ilianza kuwa maarufu kutokana na ubora wa bidhaa zake zilizokuwa na bei nafuu. Mwaka 1990 Samsung ilifungua viwanda vya kisasa vya teknolojia kama vile vifaa vya simu za mkononi na kompyuta, na kuwa kiongozi katika soko la kimataifa la vifaa vya kielektroniki. Leo hii Samsung ni kiongozi katika utengenezaji wa simu za mkononi, smartphone, na uundaji wa teknolojia za kisasa kama vile G5, runinga za OLED na vifaa vya artificial intelligence, yani akili mnepa. Kampuni hii imekuwa ikimilikiwa na familia ya Lee, sasa inasimamiwa na kuendeshwa na mjukuu wake. Ndio hiyo falsafa ya kazi iendelee. Narudia jamani, pamoja na mihemko ya kisiasa, pamoja na itikadi zetu za kisiasa, lakini wazo la dhahabu msisubutu kulitupa hata siku moja, hata siku moja, hata siku moja, hata siku moja. Kampuni hii imekuwa ikimilikiwa na familia ya Lee na sasa inasimamiwa na kuendeshwa na mjukuu wake. Mapato ya kampuni ya Samsung kwa mwaka 2023 ni dola bilioni, US dollar bilioni 196.77 billion US dollar kwa mwaka wa 2023, all the way from duka la mangi. Na dola bilioni 1 ni sawa na Tanzania shillings trilioni 2 na trilioni 2.65. Kampuni hii imeajiri watu 267,800 dunia nzima, 267,800 kutoka duka la mangi. Sasa nataka nikuambie, hakuna kitu kinachoweza kuzalisha ajira duniani kama family project. Problem sasa ya Waafrika na Watanzania wakiwemo, akifa mtu wanasemaga amekufa na vitu vyake. Si amekufa na vitu vyake, hapana. Hapakuwa na hiyo kauli mbiu ya kazi iendelee, from generation to the generation, kutoka kizazi kwenda kizazi. Hii ilianzishwa mwaka upi, na leo umeona imeweza kupunguza tatizo la ajira duniani. Duka la mangi. Sasa mimi nataka niwaambie, maduka ya mangi hapa Tanzania yako mangapi? Yako mangapi? Hivi kukiwa na strategy ya kutengeneza mpango, familia zikaelewa kwamba tayari kazini kuna kazi, na kwenye familia kuna kazi, na kwenye familia kuna ajira, na wakaanza hapo. Hiyo ni moja tu ambayo tumeiangalia. Nilishasema hapa, hata hapa Tanzania tunazo baadhi ya familia ambazo ni za mfano. Kwa mfano kama familia ya Profesa Kariuki kwa mfano. Alianza na hospitali, familia imepokea. Leo ni hospitali kubwa na chuo kikuu, university. Kuna wanafunzi wanaopata madigrii ya udaktari. Kuna watu wanatibiwa na wanaendelea kupanuka. Lakini ilianzia kwenye family project. Wameajiri watu wangapi? Wana riziki za watu wangapi familia ya Profesa Kariuki? Kwa nini unadharau kile ambacho unakifanya? Lakini pia kuwepo kwenye ajira ya kuajiriwa na serikali. Ukistaafu, uwe umeandalia family project. Hakuna mtoto anakuja kurithi vyeti vya kwako, ulisoma China, ulisoma Marekani, ulisoma Uingereza. Once inaposoma kwenye historia yako pale jeneza likifungwa, basi hiyo habari imeisha. Utakachowatia watoto wako ni family project. Na mimi nimezungumzia juu ya duka la mangi ambayo
hata hapo nje pana maduka. Hata huyu dada hapa ana duka lake pale. Wewe, una duka la dawa pale nje. Yaani ni vitu vinavyowezekana kwenye maisha yetu. Duka la mangi leo limeajiri watu 267,800 duniani kote. Wamepunguza ajira, wanazalisha kwa kiwango cha hizo US dollars za billions ambazo nimesoma hapo. Lakini kwani wewe family project yako umeipangia mpango wa kwenda kwa vizazi vingapi? Ni maombi yangu na ninakuombea kwenye family project. Lakini hakuna namna ambavyo inaweza kubadilisha Afrika kama hakuna namna ya kurasimisha na kuenzi hiyo falsafa ya kuendeleza kazi. Nyie msisikie kazi iendelee mnadhania labda ni barabara ya Mwenge ijengwe, ni sijui ziwa gani, sijui bwawa la Mwalimu Nyerere. Falsafa hiyo ni zaidi ya hapo, na ni falsafa ya dhahabu na inayohitajika sana katika bara la Afrika. Na mimi nataka niwaambie, nitasema leo lakini nitazungumza juu ya mchungaji mmoja wa Marekani anayeitwa mchungaji Dr. Martin Luther King Jr. Huyu mchungaji ni miongoni mwa wachungaji waliokomesha ubaguzi wa rangi Marekani. Lakini anakumbukwa kwa kauli yake moja tu, falsafa yake moja tu. I have a dream. Ninayo ndoto. Falsafa ndizo zinazobadilisha dunia. Hakuna kitu kinachoweza kubadilisha dunia zaidi ya falsafa peke yake. Na nitashangaa sana Watanzania na Waafrika wakidharau falsafa hii, wakijaribu kuipakapaka na kuitengenezea vitu vya kuweka kwenye mihemko ya kisiasa na vitu kama hivyo. Nataka niwaambie, hii ni falsafa ambayo ningetamani tunapoadhimisha maadhimisho ya kazi na tunapoangalia namna tulivyo na vijana wengi ambao ni watengemezi. Leo tuna vijana ambao wana master's degree, wana degree, several degree, wamesoma nje. Mama alikuwa mwalimu, mama alikuwa nesi, baba alikuwa mwalimu wa shule msingi, amemsomesha, ana degree, ana master's degree, lakini wako nyumbani. Wanamtegemea baba kwa kila kitu. Wanamtegemea yule mama aliyechoka. Kuna watu ambao saa hizi vijana wetu wanategemea bibi. Yaani kuna bibi mama Mari anategemewa na mjukuu. Mjukuu tumaini lake lote. Na huyo mjukuu ana master's degree, ukumbuke. Amesoma, lakini anamtegemea bibi ndiye aweze kumpa. Bibi alipe umeme, bibi alipe bili ya maji, bibi alipe kingamuzi ili aweze kuangalia filamu, bibi ajaze gari mafuta waje kanisani siku ya Jumapili, bibi. Na huyu mtoto ana master's degree. Hapo ndipo tulipofikia kwa Afrika. Hapo ndipo tulipofikia. Na walio na degree na master's degree wako wengi nyumbani na wanategemea maisha ya wale walio staff ambao nao wamechoka kabisa. Mimi nilidhania zamani maji yalikuwa yanatoka mlimani yanaenda mabondeni. Ninaona sasa maji yanalazimishwa kutoka mabondeni yaende milimani. Kama bibi ndiye anategemewa, mtu mzima ndiye anategemewa, mnategemea nini katika bara la Afrika? Je, tuna falsafa ipi inayohitajika zaidi ya falsafa hii ya kuendeleza project zilizoko ndani? Ndugu zetu Wahindi wamefanikiwa sana. Sana. Wahindi wa Asia wamefanikiwa sana. Wamepokea. Hata huyo Dewji mnayesema sijui Mo, huyo Mo mwenyewe amepokea. Ni vizazi. Wanatembea na biashara za kivizazi. Family project. Wanaajiriana humu ndani kwa ndani. Na wengine na dunia nzima. Na Samsung ikiwa mfano mmoja wapo ambao nimeitoa kwa detail, lakini ni nyingi kwa mfano kuzungumzia. Ni maombi yangu tunapotafakari sikukuu ya wafanyakazi, tuangalie burden kubwa ya watu ambao hawana ajira, lakini pia ni namna gani tunaweza tukamaliza hili tatizo katika jamii zetu, lakini pia ni namna gani ya kuenzi falsafa ya dhahabu inayoweza kuleta ukombozi katika bara hili la Afrika, mbali na siasa, mbali na mihemko yetu yote na itikadi na misimamo na vitu vingi tulivyojiwekea kwenye maisha yetu. Lakini wazo la dhahabu linaloweza kubadilisha ulimwengu ni wazo la kuenzi. Tumsifu Yesu Kristo. Makofi yamekuwa hayapo. Manake katika vitu ambavyo Watanzania hawapendagi, yani ni umsifie mtu aliye hai. Marehemu mpe sifa zake, aliye hai mlaumu. Yani hata nilipita mahali fulani nikasoma kitu anasema kufa usifiwe, ishi ulaumiwe. Yani ukifa utasifiwa, ukiishi uwe na hakika ni kulaumiwa tu.
Lakini ukijaribu kumsifu anayeishi, unaonekana kama sio au Afrika wako. Na mimi nataka niwaambie, sisi tutawasifu walio hai na tutawaambia yale ambayo wametenda ya baraka kwenye maisha ya kijamii, tutayasema waziwazi. Makofi machache, asante sana. Lakini ninakuomba sana uende ukatafakari, na ninachosisitiza hapa leo ni family project, na ninaziombea family project. Chochote unachokifanya kwa ajili ya familia, iwe ni duka la mangi, ninakiombea kidumu, kiishi, na watu wengi waje kubarikiwa katika kazi ya mikono yako. Sema amina.